Ni siku ya Ijumaa asubuhi ya leo ambapo mtazamaji wangu mpendwa, ndugu zangu, dada zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ni asubuhi njema ambapo ninakukaribisha katika hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu azidi na kutunyunyizia hizo baraka za Mwenyezi Mungu kupitia kwa ile neno ambalo anatuletea, na ambalo ninaamini kwamba Roho wa Mungu Mtakatifu ameweza na kumbariki nalo kwa sababu yetu asubuhi ya leo, na pia ninaamini kwamba litakuwa ni la baraka kwetu. Hivyo basi, karibu sana tubarikiwe pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruth Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Ndachukua funza hii kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo, nikiwakaribisha katika mahubiri ya siku ya leo, nikitumai umzima nami ni mzima. Basi tunaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, na ni sura hiyo ya 9. Tunaenda kusoma mstari wa 23 hadi 25, na maandiko yanasema hivi: hata siku nyingi zilipopita, Wayahudi wakafanya shauri hili waamue, lakini hila yao ikajulikana na Sauli. Wakampizia malangoni mchana na usiku wapate kumua. Wanafunzi wake wakamtoa usiku, wakamshusha ukutani, wakimtelemsha katika kapu. Basi tuombe. Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ambaye utengenezea watu wako njia. Tunaposoma katika kitabu ama wimbo wa Zaburi, unasema ya kwamba unatengeneza njia ya nyoka hata jangwani, unatengeneza ya tai hata katika hanga. Mungu Baba, naomba ukaweze kuwa pamoja nasi mtazamaji anapotazama na kusikia. Mungu Baba, ukafanya ndani yake. Tuomba yote nikijua utanitumia. Katika Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ndugu zangu na dada zangu, naomba kuwakaribisha tena katika mahubiri ya siku ya leo. Mahubiri ambayo tumesoma mimi na wewe, na lengo ile tutakaa kuwa naye ni kujua ya kwamba Mungu anatutengenezea njia. Ina maana kwamba mahali ambapo hapana njia, Mungu si mwanadamu eti atakosa njia. Mungu huwa anatutengenezea mahali pa kutokezea. Kwa hivyo, kama vile tumesoma katika hicho kitabu cha Matendo ya Mitume, kama vile nasidi kueleza nikisema ni matendo ya mitume wake Yesu Kristo, na walifanya baada ya kupokea zile nguvu kutoka siku ya Pentecost. Kwa hivyo, ilimfikia hata naye Sauli, kama vile tulipata kuangalia mwito wake Paulo aliyekuwa Sauli. Mungu alipomwita, hakika alimuita kwa maajabu makubwa sana, na tumeona akishuhudia wokovu wake na akipokea ubatizaji, hata akaanza kuhubiri Injili. Waliomwona aliyekuwa nao kama Wayahudi hawakuamini kana kwamba Sauli ama Petro. No, Sauli alimbadilishwa akawa sasa huyo Saulo ama Paulo.
watu wa Mungu, huyu aliyeitwa Saulo akambadilishwa na kupewa jina Paulo. Alipopewa lile jina, kuna watu ambao hawakuamini, na baina ya hao ni Wayahudi. Wayahudi hawakuamini kana kwamba Paulo amembadilika. Lakini alipoanza kuhubiri kuhusu wokovu wa Yesu Kristo, akiwashauri waache dhambi, akiwakumbusha alikuwa anawateza na sasa ameshikwa mateka, amekuwa chombo cha kubebea neno. Tumeona hivyo, na wakati huu alipofanyika chombo cha kubeba neno, aumbirie na moja wao ni Wayahudi hao na hata mataifa, mafalme wote, alienda kuwahubiria. Hawakufurahia, basi wakaamua wamuondoe, wamuue kama vile alikuwa anawaua. Na kama vile tumesoma katika mstari wa 23, inasema mara nyingi Wayahudi walikuwa wanatafuta kumuua. Nani huyo? Walikuwa wanatafuta kumuua Sauli. Kwa hivyo akamuomba Mungu, maana alijua Roho wa Mungu alimjulisha, kwa maana anatujulisha yaliyofichwa. Akamjulisha wanamtafuta ili wamuue. Basi naye akiwa na wanafunzi wake wakaanza kuombea hilo jambo, na walipoendelea na maombi wakaja wakatua katika mageti, wakamgoja hapo usiku mchana atoke ndani ya hekalu penye walikuwa wanakaa, penye walikuwa wanaombea. Na walipojua, tazama, Mungu anatafuta njia mahali ambapo hapana njia, wao wakachukua makamba na kikapu, wakamweka yule mtumishi wa Mungu, na kwa ukuta wakamteremsha mpaka huko chini, na akaenda Sauli. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huyu Mungu ambaye anatafuta njia, alitafuta njia ya Sauli, na Sauli hakuuawa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakakaa pale wakitazama, wakingoja na asitokee. Ndugu yangu na dada yangu, kuna watu wengi sana wale ambao wanakutafuta, walianza kukutafuta tangu ulipozaliwa, wakitaka kukuua ukiwa mtoto. Hawakubahatika, ukawa mkubwa, hawakubahatika. Sasa mtu mzima uko na watu wako, hawakubahatika kukuua. Kwanza wengine wao wamekufa. Kwa nini ukufa? Kwa nini hawakukuua? Manake Mungu alitafuta njia yako ya kutokezea. Bwana Yesu asifiwe. Hata saa hii wanakutafuta, wengine wanatafuta kwa uchawi wao ili waweze hakika kukuua, wakunyonge, na hakika unapita juu ya huo uchawi, kwa maana umeokoka, kwa maana uko naye huyo Yesu. Haleluya. Hakuna uchawi unamshinda Yesu. Hakuna uchawi unaweza kumshinda huyo Mungu. Hakuna mshale wala upanga unaweza kumshinda huyo Mungu. Kwa hivyo nakuambia, wako pale wakitazama ni siku gani watakuua, ukufe waje kukuona. Nami nataka kuwashuhudia siku ya leo, hatutakufa, kifo kishindwe. Si useme amina, hatutakufa. Ingawaje kuna wakati wa Mungu ameweka, tutakufa wakati wa Mungu. Si useme nitakufa wakati wa Mungu. Sio wakati ule wanatarajia, sio wakati ule wamenipangia. Mipango yangu iko na Mungu. Mipango yangu haimo kati ya waganga na wachawi na wale wengine, hata ikiwa ni wa Illuminati na takataka ya aina yoyote ya kuzimu. Hakika haina nguvu na haitashinda, manake atatafuta njia. Ningekuwa wewe nikiwa pale, ningeshout, kwa maana najua kuna mtu mahali ananitafuta, ananiwinda usiku mchana. Wale winda usiku mchana hawakumuona, hawatakuona, hawataniona. Haleluya. Kwa hivyo tupate nguvu, tukae na huyo Yesu na tumwishie huyo Yesu, na Roho wa Mungu
atatujulisha kabla ya wao kufanya na hata kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, ukiwa mahali popote ulipo, kumbuka huyu Mungu ndio yule aliweza kuwaongoza wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri. Walipofikia katika ile bahari, wakaona hakuna njia, aliwatengenezea njia na wakapita nchi kavu. Anaenda kukutengenezea njia na utapita katikati yao. Utapenya wakiwa hawakuoni kama vile Yesu alifanya. Bwana Yesu alibariki neno lake na akubariki na anibariki na atubariki zote. Tuseme amen. Amen. Tuombe. Mungu ambaye ushindwi hata kamwe, uliye mshindania Sauli, na ni ukweli mtubu ya kwamba huyu Sauli walikuwa wakijua watamua kama vile alikuwa anaua, na wakujua ya kwamba amefanyika chombo cha kubebea neno la Mungu na Mungu angeweza kukubali auawe. Jehova Mungu, kuna wengi sana ambao wamepanga tutoweke na kuaga dunia hii. Mungu wetu, kwa maana wewe uko hai na neno lako liko hai, tufanye na utuachilie tukiwa hai. Bariki kila mmoja wetu. Ni asante ni kwa ajili ya neno. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata pia kuamini. Amen. Ubarikiwe. Mungu hutengeneza njia pasipo na njia. Tumeweza na kufundishwa na kujua vile ambavyo Wayahudi waliweza na kupanga vile ambavyo wataweza na kumalizana na Sauli, vile ambavyo wataweza na kumuua. Lakini hapa tunaona kwamba wanafunzi waliweza na kumtoa, akiwa kwa kikapu, wakaweza na kumtoa, wakamtoa pale, maana waliamini kwamba yuko pale na tutaweza na kumpata. Wakapanga njama yote, ikaweza na kuivana. Ukajua kwamba hii deal ya kummaliza lazima tumalizane naye. Kumbe mahali ambapo wanamtafuta hayuko pale. Waliweza na kukaa usiku na mchana, wakimngojea. Na ndio sababu mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kutuongezea nguvu na kutuambia kwamba vile ambavyo shetani mwenyewe na maadui na watesi wanakungoja, Mwenyezi Mungu atafungua njia. Wanakungoja kwa ile kona, kumbe kwa ile kona hapo haupitii hiyo siku. Wanaweka mtego wao, wanasema kwamba hapa lazima tumpate. Hapa lazima njama yangu ikaweza na kufaulu. Lakini Mwenyezi Mungu anakufunulia kupitia tu kwa wengine. Na anatumia wengine kuweza na kukufanya hata usije ukapatikana pale. Mtu anaunda tu mambo, anaunda tu maneno, anasema huyu lazima nimmalize, lazima nimalizane naye. Huyu hata niweza kamwe. Anasema hivyo. Anaona kwamba ni wewe. Maybe anakupiga vita. Anasahau kwamba kuna Mungu ambaye ni mkuu ndani yako. Yule ambaye anasimama kwa niaba yako. Wewe hata ushughuliki na vita mahali, lakini kuna Mungu mkuu ndani yako. Huyo tu ni yeye. Anapigana naye. Lakini kwa kuangalia tu kwa macho ya mwili ya nyama, anaona kwamba ninapigana na huyu. Lakini kuna Mungu ndani ya huyo ambaye unapigana naye. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, watumishi wa Mwenyezi Mungu, watazamaji wangu, Mwenyezi Mungu haendelee na azidi na kutulinda zaidi. Maana maadui ni wengi, watesi ni wengi, watakutafuta kwa kila njia. Watakuwa wanasubiri, hata kama ni kupitia kwa maongezi yako,
hata kama ni kupitia nini, watakusingizia mingi na waseme kwamba mahali ambapo nimefikia, vile ambavyo nimeweza na kuongea kwa ile ofisi, vile ambavyo nimeweza na kuongea na wengine, huyu lazima nimeweza na kumalizana nayo. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu anawatia tu haibu siku baada ya nyingine, mpaka watu watafika tu mahali na waseme kwamba tumeweza kuinua mkono, huyu sio vile ambavyo tulikuwa tunamuona, kwani anatumia nini? Hakuna kingine, ni Mungu yule ambaye yuko ndani yuko ndani yake, anamtetea. Utaweza hata na kuepushwa hata na kikavu. Maybe hata hawakujua kuna siku kikapu inaweza ikaukia, yani ikaokoa mtu mkubwa awekwe pale na aweze na kutoshia na kubebwa nayo, kuinuliwa nayo. Lakini hiyo siku kikapu ikawa inaweza kufanya hayo yote. Linamaanisha nini? Mwenyezi Mungu anaweza tumia chochote kile ili akaweze na kukuokoa, akaweze na kukuondoa ndani ya hiyo midomo yao, hao watesi au maadui. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu akasimame kwa sababu yako. Mungu aendelee na kukuinua zaidi. Mungu akapigana hizo vita zote, maana ni Mungu ambaye anaweza yote na ataweza na kukutafutia njia. Kuna ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kuabudu Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Bye bye.